mzee wa mambo vipi, lakini bila kusahau niko naye Babu Ali, nasikika pia akizungumza kweli kweli. Mambo ni mazito, lakini mambo ni mengi, muda ni mchache, na sisi kwa pamoja tunasema muda huo mchache bwana, ufanye sisi wana michezo tushindwe kupeana taarifa bora za michezo na burudani, zikiwa pia zinapatiwa nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilu ya chenga chenga, zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kwa nini uteseke ulale na mabeseni pamoja na masufuria wakati Bati Quality tupo, tena tupo kwa ajili yako bwana. Fika kiwandani nikupatie kitu kizuri, roho inapenda, alafu misumari na usafiri unatuachia sisi bwana. Tuko live na Simba, wako uwanjani pale Airtel Stadium, Singida, huko Singidani, dhidi ya Singida Black Stars. Nafikiri ni mchezo ambao kila mtu anausubiri kwa hamu kubwa kweli kweli, kutaka kujua mengi na mazuri ya mchezo huo. Ni mchezo wa aina gani, vikosi viko vipi? Basi ambayo unatufuatilia, hakikisha unaungana nasi bwana, sako kwa bako, ili usirelee matangazo jadidi kweli kweli. Nianzie kwako Katalambule Yusufu, mzee wa mambo vipi? Nafikiri ni mchezo ambao umekuwa na tension kubwa kweli kweli nje ya uwanja, mengi yanazungumzwa, maafisa ambao wamezungumza, makocha wamezungumza, lakini ukitazama kwa jicho lako la ufundi, unafikiri ni mchezo wa aina gani ambao tunakwenda kutazama kabla ya kutazama vikosi vya timu zote mbili? Ni mchezo ambao unaleta taswira ya ligi yetu husika, kwa sababu kwenye ligi yoyote duniani kunakuwa na timu ambazo huwa zinaleta taswira ama zinaleta uhalisia wa ligi ipo vipi. Kwa maana unazungumza zile timu kubwa zikikutana, kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinatokea. Ukizungumza Singida, unazungumza miongoni mwa timu 4 bora ambazo zipo katika ligi ya Tanzania. Kuanzia quality ya wachezaji waliokuwa nao, lakini pia jinsi ambavyo wao wanapata matokeo na jinsi ambavyo wanashiriki michuano mikubwa. Kama tunavyojua wametoka kushiriki michuano ya CAF Confederation Cup. Kukutana na Simba na kile ambacho nakisikia nje ya uwanja kwamba watu wameonekana wakifanya vitu ambavyo vya kitamaduni na kadhalika, ni vitu vya kawaida ambavyo vinatokea hasa kwenye soka letu la Afrika. Pengine labda inaweza ikawa haihusiani na kile ambacho kinazungumzwa, lakini ni kuleta attention na kufanya mechi hiyo kuonekana kuwa kubwa na ubora jinsi ambavyo ipo. Lakini tukiingia kwenye uhalisia wa mchezo husika, tunaenda kuenjoy mchezo ambao bora sana kutokana na aina ya wachezaji ambao wapo nao Simba, lakini aina ya wachezaji ambao wapo nao Singida Black Stars. Singida tunaizungumza ni moja ya timu kubwa, lakini ni mkubwa kwa watu wake, kwa maana sio mkubwa kiukubwa kiujumla, kwa sababu kuna timu zikikutana na Singida inaonekana Singida kubwa. Lakini kwa Simba na Yanga, Singida bado anaonekana mdogo, kwa sababu hajawahi kupata matokeo kwenye ligi dhidi ya Simba na dhidi ya Young Africans, zaidi ya kupoteza. Alipata ushindi dhidi ya Simba katika michuano ya CRDB Federation Cup, lakini kwenye ligi hakuwahi kupata ushindi. Kwa hiyo unaweza kuona uhalisia wa mchezo unaenda kuzungumza vipi, kwa maana unaiona kabisa Simba na nafasi kubwa ya kuweza kupata matokeo mazuri leo dhidi ya Singida, lakini sio rahisi kwa sababu Singida wenyewe pia sio wanyonge. Tumeona pia taarifa kwamba wachezaji ambao walifungiwa, kwa maana Khalid Aucho na goalkeeper wao namba 1, taarifa zinaeleza kwamba huenda wakawepo leo katika mchezo. Kwa hiyo itategemea tu mwalimu kama atatumia au hatatumia. Hii pia imeongeza chacho ama ubora ama ukubwa wa mchezo wenyewe husika. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho kitakuwa, lakini kwangu naamini tutashuhudia mchezo mzuri, kwa sababu kuna quality ya wachezaji kwa pande zote mbili, lakini uhitaji wa mchezo, Singida kwenye nafasi ya 9, Simba kwenye nafasi ya 3, kila mtu anahitaji kupata ushindi ili kujiweka kwenye nafasi nzuri katika msimamo wa NBC Premier League. Kwa hiyo tutaenjoy mpira mzuri sana, lakini kwenye makaratasi ama kwenye current performance, Simba anaonekana kuwa bora dhidi ya Singida Black Stars. Ndio, ni Katalambule Yusufu huyu akijaribu kutuelezea namna ambavyo anatarajia kushuhudia mchezo mzuri kweli kweli na wa kuvutia kati ya wekundu na Msimbazi Simba pamoja nao bwana
Singida Black Stars. Mengi yamezungumzwa, tambo zimekuwa nyingi kweli kweli, lakini tunatarajia kuona 90 dakika ndizo ambazo zitakuja na majibu mazuri kweli kweli na kutueleza kwa undani zaidi ya kwamba kipi ni kipi na nani ni nani. Basi tusubiri kwa hamu kweli kweli. Kazi za makocha zitakwenda kuzungumza pasio na shida wala shaka. Nafikiri baada ya kuanza kwa mchezo huu zile tambo sasa za wasemaji zitabaki kando, alafu tunakwenda kushuhudia 90 dakika. Nafikiri kwako sasa, ndugu yangu wa damu kweli kweli, uniambie Babu Ali kwamba wewe unafikiri ni mchezo ambao utakwenda kutupa dakika 90 za namna gani, ukitazama pia records mbalimbali, lakini namna ambavyo wanavyokutana ni hasa ambacho tofauti tunakwenda kukishuhudia kwenye mchezo huu. Sawa, tukiangalia mchezo wenyewe kwanza, mimi nasema ni tough game. Okay. Kwa sababu ni mchezo wa tunasema level ya kimataifa. Ndio. Hadhi ya CAF. Kwa sababu tukiangalia upande wa Singida Black Stars, ndio msimu huu ameshiriki michuano ya CAF Confederation Cup, lakini Simba Sports Club naye amecheza michuano ya CAF Champions League. Kwa hizi timu zote zimeshiriki michuano ya CAF. Kwa hiyo tunapata ile ladha ya CAF competitions. Lakini kiujumla pia tukiangalia kwa upande wa Singida, kama alivyosema mwenzangu hapa Yusuf, ni timu ambayo ni kubwa kwa kupitia wachezaji wake. Tukiangalia CV za wachezaji, upande wa Simba ni kubwa pia kwenye makaratasi kiujumla, tukiangalia kwenye renki, lakini pia hata kwa vikombe kwenye ligi kuu Tanzania bara tangu kipindi hiko ikiwa jawa NBC Premier League mpaka kwa sasa, japokuwa kwa miaka hivi karibuni Simba haijachukua kikombe cha NBC. Tunasema tangu NBC waanze kudhamini ligi kuu Tanzania bara, sidhani kama kuna kumbukumbu Simba amewahi kuchukua ili kombe. Sawa. Kwa hiyo tunaenda kupata mchezo wa hadhi ya CAF, tough game. Lakini tukiangalia kwenye makaratasi, Simba tunaipa nafasi kubwa kwa sababu msimu uliopita tukichukua rekodi za msimu uliopita, mechi zote mbili, mzunguko wa kwanza mechi 15, mzunguko wa pili mechi 15, Simba alishinda. Tukija kwenye michuano mingine tuliona Singida alishawahi kuwin game dhidi ya Simba Sports Club. Lakini tukiangalia Simba ya msimu huu imeimarika tofauti na Simba msimu uliopita, kutokana pia tukipima viwango kwa matukio ambayo wameyapata katika michezo ya msimu huu. Mfano tukiangalia dabi ambayo wamecheza na Young Africans, kwenye msimu huu wamepata sare. Msimu uliopita mechi 6 mfululizo wamefungwa. Lakini msimu huu tumeona kidogo wana quality nzuri. Tukiangalia nje ya uwanja, ni mchezo ambao unaenda kuwa pia mgumu kwa sababu Simba wanaingia kwenye mchezo huu wakiwa na hasira ya kupata matokeo. Tulimsikia msemaji afisa habari Ahmed Ali alisema kwamba mchezo huu wao wanaenda kuchukulia kama mchezo ambao utakuwa ni mgumu, sio rahisi, kwa sababu wanaamini Singida ipo kwa ajili ya kuikamia Simba Sports Club. Yaani wanaamini kama hii mechi hawa jamaa wametumwa. Yaani sio mechi wanatumwa na nani sasa Babu Ali? Sasa hapo ndo Ahmed Ali labda angetufanulia. Wewe hujaelewa Babu Ali kama Simba anatumwa na nani? Kwa sababu na nyinyi waandishi mara nyingi si ndio mnakuwa mnamhoji Ahmed Ali. Sasa na nyinyi mmoja aseme wanatumwa na nani? Bila shaka atakuwa anatuma salamu kwa upande wa pili. Kwa maana Young Africans. Watu wengi wanahisi kwamba Singida na Young Africans team A na team B kinachofanywa na Singida basi ndio kitafanywa na Yanga. Yanga akifanya kitu Singida kitafanywa. Tumeona tu juzi hapa Young Africans walikuwa na project yao ya Yanga Soccer School. Tukaona pia Singida kuna kitu kama hiko walifanya. Kwa watu wakaona A ikifanya B lazima ifanye. Watu wanatengeneza connect dots. Na kuona hawa ni watoto baba mmoja mama mmoja. Kabla hujaendelea nataka nikuulize swali Babu Ali. Wewe unadhani ni kweli haya yanayosemwa kwamba labda Singida hiko mahususi kweli kweli kwa ajili ya kuikamia Simba? Na kama jibu ndio, huyu Ahmed Ali ambaye anasema namna hiyo, mbona mara zote wanapokutana na Singida wamekuwa wakijadhibu? Haya ni maneno ambayo yanauhalisia kiasi gani ukiyapima kichambuzi, ama ni maneno ambayo labda yanatengenezwa kwa ajili ya kuandaa saikolojia ya wanasimba ili hata matokeo yanapopatikana yakiwa si rafiki kwa upande wao waone sasa tulisema bwana hawa watu bwana wametumwa kwa ajili ya kutukamia sisi Msimbazi. Mimi nadhani ni propaganda tu za mchezo wenyewe vile ambavyo ulivyo, lakini pia kama ulivyosema hapo kuwatengeneza kisaikolojia mashabiki, kwa sababu ni mchezo mgumu. Kwanza mimi sitegemei leo kama kutakuwa na mchezo ambao utakuwa na magoli mengi. Sioni kama kutakuwa na mabao mengi katika mchezo wa leo. Kwa hiyo endapo timu itapata sare au endapo timu itashindwa kupata matokeo kwenye mchezo wa leo, basi moja kwa moja hata tarudi kwenye kauli ambayo alizungumza msemaji kabla ya kwenda pale mkoani Singida. Kwa hiyo tayari kuna vitu vinatengenezwa kuonekana mchezo huu ni mzito kwa Simba Sports Club, lakini Simba akiamini kwamba
huu mchezo watu wametumwa, na tumeona pia picha ambazo mimi nasema zimevuja, kwa sababu mtu ambaye ana rekodi labda timu ikiwa kwenye session ya kufanya mazoezi hawezi akapost hivyo vitu. Maana ni picha ambazo labda pengine zimevuja, vitu kama hivyo, ikionekana kama kuna vitendo vikitafsiriwa, vitendo vya ulozi au shirikina, na tumeona tu adhabu zikiwa zinatoka hivi karibuni, lakini bado ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea. Kwa hiyo vyote vinatengeneza tension ya mchezo wenyewe, vile ambavyo utavyoenda kuwa pale katika uwanja wa Airtel. Sawa, ni Babu Ali huyo. Mimi hupenda kumuita mzee wa tiki-taka, akijaribu pia kupiga tiki-taka mbili tatu na kutuelezea namna ambavyo matarajio yake atakavyokuwa kwenye mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba waliosafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania. Hakika tusubiri kuona, je, mambo yatakuwaje na shughuli itakuwaje, lakini tunarejea tena kwako Katalambula Yusufu ili uweze kutueleza kiundani na kiufundi zaidi namna ambavyo nafikiri mwalimu Steve aingieje kwenye hiki kikosi ili aweze kuhakikisha ana maintain game hii ambayo imekuwa na pressure kubwa kweli kweli ndani na nje ya uwanja. Maana hata kama Simba anashinda, lakini umeona pia maneno yamekuwa mengi kweli kweli kuelekea kwenye mchezo husika. Unafikiri mwalimu haingieje sasa kwa mtazamo wako kuelekea kwenye mchezo huu? Kuna wakati unaweza ukamwonea huruma mwalimu Steven Barker kutokana na kile ambacho anapitia katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Yes, amekuja dirisha dogo, hakuwa na tunasema pre-season na team, lakini alijaribu kuitengeneza timu yake vile ambavyo anahitaji. Isivyo bahati pia alikutana na lundo kubwa la wachezaji ambao waliingia katika dirisha dogo. Ikaenda kubadilisha tena kuona anaingia vipi, lakini hakutoka kwenye mstari. Hapo ndo unaona kwamba ukubwa wa kocha Steven Barker. Lakini timu ina flow vizuri, unasikia Alassane Maodo Kante, Soa wanafungiwa. Wanarudi hawa, unaona Selemani Mwalimu anafungiwa. Leo hii anaenda kucheza na Singida akiwa hana striker pase, kwa maana wakati huo Soa anapitia changamoto na klabu yake mwenyewe ambayo wao hawajaweka wazi nini ambacho kimetokea, lakini Suleiman Mwalimu naye amefungiwa. Kwa hiyo anaenda kucheza pasipokuwa na namba 9 kwenye mchezo huu mgumu dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo Mwalimu lazima tu ataingia na force 9 kwa sababu namba 9 alikuwepo, kwa maana Baraka Mwangosi bado hatoshi kwenye mchezo mkubwa kama huu. Ikiwa tu mchezo uliopita kwa maana wa CRDB Federation Cup Mwalimu hakumwamini kwanza naye, vipi leo kuhusu Singida Black Stars? Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba anapitia changamoto kubwa sana kuibadilisha timu. Wakati timu inasimama wanapitia changamoto hii. Hiki ikitatuliwa inakuja hii. Kwa hiyo kuingia, na sidhani kama atabadilika kwenye mfumo wake wa 4-2-3-1. Ataendelea hivyo hivyo, ila tu kuna baadhi ya maingizo ambayo yeye atayaingiza kwenda kuhakikisha kwamba anapata matokeo. Kwa maana golini sitegemee kumuona tena Hussein Abel ambaye amecheza mechi ya mwisho ya CRDB Federation Cup. Kasali Mamadou ataanza kwenye milingoti mitatu, lakini kwenye eneo la namba 2 Shomari Kapombe alipewa muda wa kupumzika, atarudi kwenye nafasi yake. Na eneo la namba 3 pia atarudi Nixon Kibabage ambapo mchezo uliopita pia alikuwa amepumzika. Kati ataenda na pia yake ile Rushin Direk pamoja na Ismail Tule. Hao ndio ambao wataunda safu ya ulinzi. Lakini kutokana na kukosekana kwa namba 9 kwa maana anahitaji kucheza na force 9, na mchezaji ambaye anao uwezo wa kucheza force 9 ni mchezaji ambaye amekuwa akimtumia kwenye eneo la namba 8, kwa maana Loemba Dispi ndo kwa hiyo atatoka kwenye ile eneo la namba 8 na badala yake nafasi yake itachukuliwa na Alassane Maodo Kante. Kwa hiyo kwenye double pivot yake naona akicheza na Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Maodo Kante. Viungo wa shambuliaji wa juu kwa maana kulia Anicet Oura, kushoto Libase Gie, kwenye eneo la namba 10 Cletus Chota Chama, na force 9 atacheza Loemba. Wakati huo pia namuona Libase Gie ni mzuri sana kwenye risk, yani ni yule kiungo ambaye ni risk taker, ni kiungo ambaye akitokea pembeni au anapiga sana mashuti kujaribu, tofauti na Ino Loemba. Kama mwalimu itampendeza
Ino Loemba awe anatokea pembeni afu Libase Gay awe anasimama pale juu, au abadilike leo aingie hata na 4-4-2 kwa maana wale wacheze kwa pamoja kule juu. Hiki kitu nimekiona kwa mwalimu wa Young Africans kwa maana Pedro Gonçalves, baada ya kupitia kwenye changamoto ya Young Africans kustruggle kidogo kupata magoli, nikaona anatumia double striker kwa maana kwenye mfumo wa 4-4-2, na tunaona Prince Mpumelelo Dube pamoja na Depo akicheza kule juu. Kwa hiyo leo mwalimu kama itampendeza, basi Libase Gay amsogeze kidogo katikati kuliko kumtoa pembeni, kwa sababu pia kwenye mechi ambazo Loemba amecheza kama false 9 pia Simba amestruggle kupata matokeo. Tumeona kwenye mchezo wao dhidi ya Young Africans mpaka aliposhuka chini ndo tukaona timu na flow. Kwa hiyo akikala sana Modo Kante na Yusuf Kagoma, timu inakuwa solid sana kwenye kuzuia na kuwa vizuri, lakini kuitoa chini kuipeleka juu kunakuwa na changamoto. Ino Loemba akirudi chini timu inakuwa vizuri sana kwenda juu, lakini kule juu pia kunakuwa na changamoto. Kwa hiyo kwangu mimi naona mwalimu ataenda na mfumo wake wa 4-2-3-1, lakini ndani ya mchezo nadhani kuna mabadiliko ambayo atakuwa anafanya, kwa maana kutoka kwenye 4-2-3-1 kwenda kwenye 4-4-2, wakati wa Libase Gay atakuwa anaibia ndani kama vile ambavyo alikuwa anacheza Pierre-Emerick Aubameyang na Alexander Lacazette katika klabu ya Arsenal. Lakini pia naiona hii kwa Chelsea ambapo anapocheza kwamba Pedro pamoja na Estevao kuna namna fulani wanabadilishana. Kwa hiyo ni mifumo ambayo huwa inabadilika katikati ya mchezo kulingana na opponent anavyokuja, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukafikiria kubadilika hivyo, lakini yule ambaye unacheza naye akawa amekuja na mfumo tofauti, kwa hiyo ikakulazimisha wewe kubadilika vile ambavyo anakuja ule opponent wako katika mchezo husika. Sawa, ni Katalambula Yusufu huyo, namna ambavyo ametupa kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba na maelezo mazuri kweli kweli yaliyojitosheleza kama siku shiba kuelekea kwenye mchezo tajwa ambapo tunausubiri kwa hamu kweli kweli. Tutakuwa live pia, usisahau namna hiyo, tutakuletea mtanangi huo mimi pamoja naye Katalambula Yusufu, Diego Mashuhuri, lakini pia chambuzi baada ya gemu tutaungana naye Chifu Nzobane kama Zoom Fela, kwa maana Dominic Salamba. Takufanya niendelea tu kusalia nasi, endelea pia kuwa nasi usibanduke, lakini naendelea kukumbusha kwamba nguvu kubwa tunaipata pia kutokea pale Bat Quality. Ni kampuni bora nzuri na ya kisasa ambayo pia unaweza kupata bati zako kaenjoy maisha. Unaweza kupigia simu moja kwa moja hili uletwe mpaka sebuleni kwako kupitia namba yetu ya simu ya 0782 055 044. Bana, tunaweka makaratasi pembeni. Kuna maneno ya wachambuzi mnapenda kuyatumia. Tunaweka unajua kutazama kwenye makaratasi na tuweke makaratasi pembeni. Babu Wali, tutazame kwenye uhalisia. Ukivitazama na kuvilinganisha vikosi vyote viwili ambavyo vinamenyana wakati huu kati ya Simba na Singida Black Stars, bila shida wala shaka, karata yako dume wapo unaitupa, unaona kabisa hapo anajimaliza Simba ama Singida anakwenda kumaliza mchezo huu. Mimi naipa Simba nafasi kubwa. Okay. Kutokana pia na makaratasi. Sio makaratasi. Makaratasi naweka pembeni. Makaratasi naweka pembeni. Sawa. Simba naipa nafasi kubwa. Okay. Kwenye mchezo wa leo. Ndio. Kwa sababu wanauhitaji zaidi mchezo wa leo kutokana na nafasi ambayo wapo. Very sure. Kiangalia hata ambaye ligi yetu unajua ni Simba na Young Africans. Young Africans kama atakuwa bingwa basi Simba atakuwa nafasi ya pili. Simba asipokuwa Yanga asipokuwa bingwa, Simba atakuwa basi Simba atakuwa bingwa. Vyote wanataka kupunguza lile gap katika mchezo wa leo, watajitoa tofauti na Singida. Tukiangalia katika nafasi ambayo wapo, ndio wao watahitaji alama 3, lakini ziweze zikafikisha pale ambapo labda ambapo Simba ndio wanapataka. Kwangu mimi naipa Simba nafasi kubwa katika mchezo wa leo, lakini sitegemei kuona goli zikiwa nyingi. Utegemei kuona goli nyingi, kuona goli zikiwa nyingi mchezo namna vile ambavyo ulivyo na quality ambazo zipo katika pitch. Sawa, jina langu naitwa Nicholas John bwana, nikupongeze wewe ambao ulikuwa nasi sako kwa bako. Hakika umeselelea matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile, yakiwa pia yanapatiwa nguvu kubwa mno na Vini Nkolomboka, kinywaji bora kwa sasa hapa mjini ambacho kinakupatia nguvu ya asili ya mambo mujarabu kweli kweli. Wajanja wameshaelewa, ndio maana amekimbilia Vini Nkolomboka. Tunasema ukionja mara moja utatamani urejee tena mara kwa mara. Vini Nkolomboka bwana, imetengenezwa kutumia mimea ya asili. Ina tangawizi na asali na karafuu, ina pilipili manga, lakini pia ina chai ndani yake. Vini Nkolomboka, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Katalambula Yusufu unacheka kweli kweli. Mambo vipi? Bwana sawa, nimpongeze Diego Mashuhuri, lakini Anko Vuma wa kusimamia show nzima, bila kusahau nilikuwa naye hapa vizuri kweli kweli Babu Ali
Ali ni mwenzetu, mwanahabari huyo mkongwe, umri wake mdogo lakini kwenye kazi ni mkongwe, kutoka pale JR Mtita. JR Mtita Media. Mwamba kweli kweli huyu, komavu kabisa kwenye hizi kazi. Wale watazamaji ambao wanafahamu sura hii kupitia JR Mtita wanajua namna ambavyo anapambana kuwapatia taarifa nzuri, bora na za kina. Lakini Katalambula Yusuf nilikuwa naye pia hapa sako kwa bako. Jina langu naitwa Cisco. Sina la ziada, itosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Nyuma ya kamera Anko Vuma, Zela Busara, Waila Lika. Masalam.